Historia ya nishati ni hadithi ya jitihada za binadamu kutafuta maendeleo. Tangu enzi za kale, binadamu wamekuwa wakitafuta njia za kutumia nguvu za asili kuboresha maisha yao. Safari hii imejaa ubunifu, ufanisi na wakati mwingine matokeo yasiyotarajiwa. Katika siku za mwanzo, tulitegemea vyanzo vya msingi kama kuni na maji. Kuni zilikuwa nyingi na rahisi kukusanya, huku magurudumu ya maji yakitumia nguvu za mito inayotiririka kusaga nafaka na kufanya kazi nyingine muhimu. Mafuta ya nyangumi yaliangaza nyumba zetu na kuwasha taa zetu, yakitoa chanzo cha mwanga kilicho bora na cha kuaminika kuliko hapo awali. Ubunifu huu uliwawezesha watu kuendeleza shughuli zao hadi usiku na kubadilisha maisha ya kila siku. Lakini enzi hii iliisha upesi. Uwindaji wa nyangumi ulizidi, na hivi karibuni upatikanaji haukukidhi wahitaji ya dunia ya kiviwanda. Mapinduzi ya viwanda yalihitaji chanzo kipya cha nishati. Viwanja vya viwanda vilianza kujengwa, na pamoja navyo hitaji la chanzo cha nishati chenye nguvu na cha kuaminika lilionekana wazi. Makaa ya mawe yalijitokeza kama nguvu kuu, yakiendesha viwanda na kuchochea ukuaji wa uchumi. Kufikia katikati ya karne ya 19, uzalishaji wa makaa ya mawe ulikuwa umeongezeka kwa kiasi kikubwa, huku Uingereza ikizalisha zaidi ya tani milioni 50 kila mwaka. Mashine ya mvuke iliyotumia makaa ya mawe ilibadilisha usafiri na utengenezaji bidhaa na kusababisha viwango vya uzalishaji na ufanisi ambavyo havijawahi kushuhudiwa. Makaa ya mawe yalileta ustawi, lakini kwa gharama. Uindustry wa kasi ulisababisha watu kuhamia mijini, huku watu wakimiminika mijini kutafuta kazi. Hii ilisababisha miji mikubwa yenye shughuli nyingi, lakini pia ilileta changamoto mpya. Uchafuzi wa mazingira ulizikaba miji na mazingira yakaanza kuteseka. Ifikapo mwanzoni mwa karne ya 20, miji kama London ilikuwa inakumbwa na matukio makubwa ya moshi, huku tukio kubwa la moshi la mwaka 1952 likisababisha vifo vinavyokadiriwa kufikia 12,000. Hewa ilijaa moshi mzito na mito ilichafuliwa na taka za viwandani, hali iliyosababisha matatizo ya kiafya na uharibifu wa mazingira. Dunia ilianza kutambua kwamba maendeleo hayawezi kupatikana kwa gharama ya sayari yetu. Harakati za awali za mazingira zilianza kujitokeza, zikihimiza matumizi safi na endelevu zaidi. Suluhisho mpya zilihitajika ili kuleta mustakabali endelevu. Wavumbuzi na wanasayansi walianza kuchunguza vyanzo mbadala vya nishati kama vile upepo, jua na umeme wa maji, na kuweka msingi wa mapinduzi ya nishati mbadala. Mabadiliko kutoka mafuta ya nyangumi kwenda makaa ya mawe yalikuwa hatua muhimu. Hii ilionyesha uwezo wa binadamu kubadilika na kubuni katika kukabiliana na hali zinazoendelea kubadilika na mahitaji yanayoongezeka. Wavumbuzi na wahandisi walikuwa na nafasi muhimu katika kuendeleza teknolojia mpya zilizotumia nguvu ya makaa ya mawe, na hivyo kusukuma maendeleo na kuunda dunia ya kisasa. Hata hivyo, hili pia lilionyesha umuhimu wa kuzingatia athari za muda mrefu za chaguzi zetu za nishati. Athari za kimazingira za makaa ya mawe na nishati nyingine za kisukuku zilianza kuonekana wazi zaidi na kusababisha tathmini upya ya mikakati yetu ya nishati. Urithi wa mapinduzi ya viwanda unakumbusha kwamba maendeleo na uendelevu lazima viende sambamba. Tunapotazama siku za usoni, lazima tusawazishe juhudi zetu za maendeleo na hitaji la kulinda na kuhifadhi sayari yetu kwa vizazi vijavyo. Mipaka ya nishati za kisukuku ilianza kuonekana wazi zaidi mwishoni mwa karne ya 20. Wasiwasi kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na upungufu wa rasilimali ulihamasisha harakati za kimataifa kuelekea mbadala safi za nishati. Vyanzo vya nishati vinavyoweza kurejeshwa kama vile umeme wa jua na upepo vilijitokeza kama taa za matumaini. Kutumia nguvu ya jua na upepo kulitoa njia kuelekea mustakabali endelevu zaidi. Tofauti na nishati za kisukuku, rasilimali hizi hazina kikomo kwa kiasi kikubwa. Zaidi ya hayo, zinatoa gesi chache sana au hazitoi kabisa gesi chafu, hivyo kupunguza athari kwa tabia nchi yetu. Kuhama kutoka nishati ya kisukuku kwenda mbadala kuna changamoto. Changamoto za upatikanaji, miundombinu ya gridi na uhifadhi unahitaji uwekezaji na ubunifu. Hata hivyo, faida ni nyingi kuliko vikwazo. Teknolojia ya jua, upepo na betri (SWB) inaashiria muunganiko wenye nguvu katika vita dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Teknolojia hizi tatu hufanya kazi kwa pamoja ili kutoa suluhisho la nishati la kuaminika na endelevu. Kwa kuunganisha paneli za jua, mitambo ya upepo na mifumo ya kisasa ya kuhifadhi umeme kwenye betri, tunaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa utegemezi wetu kwa nishati za kisukuku na kupunguza utoaji wa gesi chafu.
Kila sehemu ina jukumu muhimu katika kuunda mfumo wa nishati endelevu na imara. Paneli za jua hukamata nishati ya jua, mitambo ya upepo hutumia nguvu ya upepo, na mifumo ya kuhifadhi umeme kwenye betri huhakikisha nishati inapatikana pale inapohitajika zaidi. Paneli za jua hubadilisha mwanga wa jua kuwa umeme na hivyo kutoa chanzo safi na kingi cha nishati. Zinaweza kufungwa juu ya paa, mashambani au kuunganishwa kwenye miundo ya majengo, jambo linalozifanya ziwe na matumizi mingi na ziendane na mazingira tofauti. Mitambo ya upepo hutumia nishati ya mwendo wa upepo, ikizalisha umeme bila kutoa uchafuzi hatari wa mazingira. Mara nyingi huwekwa kwenye mashamba wazi au maeneo ya baharini ambako kasi ya upepo ni nzuri zaidi, na hivyo kuchangia katika mchanganyiko wa vyanzo mbalimbali vya nishati. Mifumo ya kuhifadhi umeme kwenye betri hushughulikia tatizo la kukatika kwa nishati kwa kuhifadhi nishati ya ziada itakayotumika pale ambapo jua halengai au upepo hauvumi. Hii inahakikisha upatikanaji wa nishati endelevu na thabiti hata wakati uzalishaji wa nishati mbadala ni mdogo. Gharama ya teknolojia ya SW imeshuka sana katika miaka hivi karibuni, na hivyo kuifanya ipatikane kwa urahisi zaidi kwa watu binafsi na jamii kote duniani. Maendeleo katika utengenezaji na faida za uzalishaji mkubwa yamesababisha kushuka kwa bei, huku ubunifu wa kiteknolojia ukiboresha ufanisi na utendaji. Uwezo huu wa kumudu gharama pamoja na motisha kutoka kwa serikali na maendeleo ya kiteknolojia kumechochea kasi ya kupokelewa kwa nishati mbadala. Kadri watu na biashara zaidi wanavyoikumbatia teknolojia ya SWB, tunakaribia zaidi mustakabali unaotegemea nishati safi na endelevu. China, ambayo hapo awali ilitegemea sana makaa ya mawe, sasa imeibuka kuwa kiongozi wa dunia katika nishati mbadala. Nchi hiyo imepiga hatua kubwa katika nishati na jua na upepo, ikiwekeza sana katika utengenezaji na usambazaji. Sasa China inajivunia kuwa na uwezo mkubwa zaidi duniani wa nishati ya jua na upepo uliosimikwa. Nchi hiyo pia ni mzalishaji mkuu wa paneli za jua na betri, jambo linalopunguza gharama na kufanya nishati safi ipatikane kwa urahisi zaidi duniani kote. Dhamira ya China kwa nishati mbadala haisukumiwi tu na masuala ya kimazingira, bali pia na sababu za kiuchumi. Nchi hiyo inatambua uwezo mkubwa wa nishati safi katika kuunda ajira, kuchochea ubunifu na kuimarisha usalama wa nishati. Sehemu ya 5. Nguvu ya betri, ufunguo wa kufungua uwezo wa nishati mbadala. Uhifadhi wa nishati kwenye betri, kwa kweli, mabadiliko makubwa katika safari ya kuelekea mustakabali wa nishati mbadala, inashughulikia changamoto ya kukatika kwa nishati ya jua na upepo na kuhakikisha upatikanaji wa nishati wa uhakika na endelevu. Teknolojia za kisasa za betri, kama vile betri za lithium-ioni na betri za mtiririko, zinazidi kuwa za hali ya juu na nafuu. Betri hizi zinaweza kuhifadhi kiasi kikubwa cha nishati inayozalishwa kutoka vyanzo mbadala na kuiachia inapohitajika ili kuikidhi mahitaji. Upokeaji mpana wa uhifadhi wa nishati kwenye betri una uwezo wa kubadilisha kabisa jinsi tunavyozalisha, kusambaza na kutumia nishati. Inawawezesha watu binafsi na jamii kuwa huru katika nishati na kupunguza utegemezi kwa mitandao mikuu ya umeme na mafuta ya kisukuku. Sehemu ya 6. AI, mbunifu wa nishati ya harama karibu na sifuri. Akili bandia iko tayari kuchukua nafasi kubwa ya kubadilisha sekta ya nishati kwa kuboresha kila hatua ya mzunguko wa maisha wa nishati. Kwa kuunganisha algorithm za hali ya juu na ujifunzaji wa mashine, AI inaweza kuchakata na kuchambua kiasi kikubwa cha data kwa kasi na usahihi unaozidi uwezo wa binadamu. Kuanzia uzalishaji na usambazaji wa nishati hadi matumizi na uhifadhi, AI inafungua ufanisi usio na kifani na kuokoa gharama kwa kiwango kikubwa. Inawezesha vyanzo vya nishati mbadala kama upepo na jua kuwa vya kuaminika na vyenye ufanisi zaidi kwa kutabiri mabadiliko na kurekebisha shughuli papo hapo. Algoritmi za AI zinaweza kuchambua kiasi kikubwa cha data kutoka kwa mifumo ya hali ya hewa, utendaji wa gridi na matumizi ya nishati ili kutabiri mahitaji ya nishati na kuboresha uzalishaji wa nishati kutoka vyanzo mbadala. Uwezo huu unaruhusu utabiri sahihi zaidi na ugawaji bora wa rasilimali. Uwezo huu wa utabiri unapunguza upotevu na kuhakikisha upatikanaji thabiti wa nishati. Kwa kupunguza kutokuwepo kwa ufanisi na kuboresha mtiririko wa nishati, AI inasaidia kudumisha gridi iliyo imara na yenye ustahimilivu. Zaidi ya hayo, AI inaweza kuboresha utendaji na maisha ya betri.
na kuongeza uwezo wao wa kuhifadhi na ufanisi. Hili ni muhimu kwa kuhifadhi nishati ya ziada inayozalishwa wakati wa uzalishaji wa juu na kuiachia wakati mahitaji ni makubwa. Gridi mahiri zinazoendeshwa na AI zinaweza kurekebisha mtiririko wa nishati kwa wakati halisi, zikisawazisha usambazaji na mahitaji. Marekebisho haya ya papo kwa papo yanahakikisha kuwa nishati inatumika pale inapohitajika zaidi, kupunguza upotevu na kupunguza gharama kwa watumiaji. Sehemu ya 7: mustakabali wenye mwanga zaidi kwa dunia inayoendelea. Muunganiko wa nishati mbadala na AI unatoa fursa ya kipekee kushughulikia umaskini wa nishati na kukuza maendeleo endelevu katika dunia inayoendelea. Maeneo ndani ya ukanda wa jua yaliyobarikiwa na mionzi mingi ya jua na yenye zaidi ya 80% ya watu wa dunia inayoendelea yatanufaika sana na maendeleo haya. Suluhisho za nishati mbadala zisizotegemea gridi kuu, zikichanganya na gridi ndogo zinazoendeshwa na AI, zinaweza kuleta umeme kwa jamii za mbali na zisizohudumiwa vya kutosha. Upatikanaji huu wa nishati safi unaweza kubadilisha maisha, kuwezesha fursa za kiuchumi, kuboresha huduma za afya na kuinua elimu. Zaidi ya hayo, mabadiliko kuelekea uchumi wa nishati safi yanaweza kuunda ajira mpya na viwanda katika nchi zinazoendelea, kukuza ukuaji wa uchumi na kupunguza utegemezi wa uagizaji wa mafuta ya kisukuku. Sehemu ya 8: wito wa kuchukua hatua, kukumbatia mustakabali wa nishati. Wakati wa kuchukua hatua ni sasa. Serikali, wajasiriamali na watu binafsi lazima wakumbatie uwezo wa kubadilisha wa nishati mbadala na AI ili kuunda mustakabali endelevu na wa haki wa nishati. Serikali zinapaswa kutekeleza sera zinazochochea matumizi ya teknolojia za nishati safi, kuwekeza katika utafiti na maendeleo na kuunda mazingira bora ya kisheria. Wajasiriamali wanapaswa kuchangamkia fursa ya kubuni na kuendeleza suluhisho mpya katika sekta za nishati mbadala na AI ili kupunguza gharama na kuongeza upatikanaji. Watu binafsi wanaweza kuchangia kwa kufanya maamuzi ya makusudi kupunguza kiwango chao cha utoaji wa kaboni, kuunga mkono biashara endelevu na kutetea mabadiliko. Sehemu ya 9: alfajiri ya ustawi endelevu. Mustakabali wa nishati ni wenye matumaini. Mabadiliko kuelekea mfumo wa nishati safi na endelevu tayari yameanza, yakichochewa na maendeleo ya kiteknolojia, hali halisi za kiuchumi na uelewa unaokua kuhusu umuhimu wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Nishati mbadala ikichanganywa na nguvu ya AI ina uwezo wa kuunda dunia ambayo nishati ni tele, nafuu na inapatikana kwa kila mtu. Tunapoendelea kubuni na kushirikiana, tunaweza kufungua mustakabali wa ustawi endelevu kwa vizazi vijavyo. Tuchukue fursa hii na tushirikiane kujenga mustakabali wa nishati ulio na mwanga zaidi, safi na wenye usawa kwa wote. Kwa kumalizia, muunganiko wa nishati mbadala na teknolojia za AI unaleta mustakabali wa kusisimua. Kwa dunia, hii inaleta uwezekano wa nishati safi na nafuu zaidi na inaweza kusaidia kuziba pengo kati ya mataifa yaliyoendelea na yanayoendelea. Ikiwa ungependa kujua zaidi kuhusu AI na jinsi ya kufanikiwa katika enzi ya AI, sehemu nzuri ya kuanzia ni tovuti ya Global AI Solutions ambayo inatoa ushauri bure, viungo na taarifa kuhusu rasilimali mbalimbali. Tovuti hii inajumuisha taarifa mpya kuhusu maendeleo ya hivi karibuni na mafunzo yanayopatikana kwa makundi mbalimbali ambayo yataathiriwa zaidi na AI. Hii inajumulisha biashara, waprogramu, wahitimu wasio na ajira, wafanyakazi wa maarifa na watu binafsi. Kwa wale wanaopendelea uzoefu wa kujifunza kwa kuona zaidi, mfululizo wa video 999 kwenye YouTube na mitandao mingine ya kijamii ni rasilimali bora. Video hizi zinazoshikiliwa na mtaalamu rafiki na mwenye ujuzi hutoa muhtasari wa maendeleo tata ya AI na teknolojia na kuzifanya zipatikane kwa kila mtu. Matendo yako ya leo yataunda ulimwengu wa kesho. Asante kwa kutazama. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare video hii ili kueneza uelewa kuhusu matukio haya muhimu. Habari. Umeona sasa kwamba dunia inakaribia kubadilika? Njoo unione katika A Grandad na utaona kwa undani zaidi kitakachotokea. Kwaheri.